na waziri wa mambo ya ndani wa Urusi ya kwamba itafanyika siku ya jana Jumatatu, ambapo yalienda kufanyika na wajumbe wa Urusi na Ukraine wakashindwa kufikia pia mwafaka ambao ulikuwa wanatarajia uweze kuafikiwa. Kwa hiyo shughuli ilishindikana. Yes, na duru hiyo pia ya pili ya mazungumzo ilikuwa ni ya amani ama mazungumzo ya amani ambayo ilikuwa ni ya moja kwa moja yakikamilisha sasa mazungumzo ya awamu ya pili kwa pande zote mbili kutofikia makubaliano yoyote yale ya kumaliza mzozo kati yao ambayo tayari kama ya miaka mitatu sasa hivi unajua toka wameanza kuzozana na mapigano yamekuwa yakifanyika kwenye mataifa hayo mawili kati ya Ukraine pamoja na taifa la Russia. Katika mazungumzo ya amani ya awamu ya pili kuhusu vita ya Urusi nchini Ukraine ambayo yafanyika jana Jumatatu tarehe 2 pale katika eneo la Istanbul nchini Uturuki, Urusi ilipendekeza kufanyike kwanza ukamilishwaji wa timu ile ambayo itakuwa inawakilisha katika mazungumzo ya kwanza ambayo iliongozwa na msaidizi wa rais Vladimir Putin, anaitwa Vladimir Medinsky, na pamoja na ujumbe pia wa Ukraine uliongozwa na waziri wa ulinzi Rustem Umerov, na ukashindwa kuweza kufikia mwafaka. Na katika mazungumzo hayo kuna mambo kadhaa ambayo walikuwa wanatarajia kuweza kuyafikiana ili kuweza kusitisha kama ni mapigano yaweze kusitishwa. Pendekezo pekee ambalo lilikuwa lipo pale ni pamoja na Ukraine pia kusitisha juhudi zake za kuomba na kupokea silaha za kijeshi kutoka kwa nchi za magharibi. Ilikuwa ni moja kati ya sharti la kwanza ambalo kwa nalo Russia kumwelekeza kwa Ukraine kwamba asitishe jitihada zake na juhudi zake za kuomba silaha kutoka katika taifa ya magharibi ikiwepo nchi ya Marekani. Ndio. Lakini pendekezo jingine lilikuwa linaenda mbali zaidi kwa kuitaka Ukraine ikomeshe sheria ya kijeshi na kufanya uchaguzi ambao baada ya hapo nchi hizo mbili pia zinaweza kutia saini ya mkataba wa amani na kina. Haya ndio mambo ambayo yalikuwa mapendekezo kama mawili makubwa, japo na la tatu lilikuwa ni kuhusiana na msaada kutoka kwa NATO. Na utakumbuka kwamba Ukraine pia ameomba kuweza kushiriki kwenye mkutano wa NATO ambao utafanyika ndani ya mwezi huu, kwamba awe ni miongoni mwa mataifa ambayo yatashiriki ili aweze kuona anaombaje msaada kutokana na vita ambavyo vinaendelea dhidi yake na taifa la Urusi. Kwa hiyo hadi mapendekezo makuu matatu ambayo yalikuwa ni mzigo mzito kwake Ukraine. Akaona mbona kama kuna ugumu ambao unawezekana hapo ukao unanielemea. Ndio maana vita ama mazungumzo ya duru ya pili yakashindikana kuweza kufika muafaka. Kwa hiyo juhudi za mwanzo zilifanywa na ambazo ziliongozwa na Marekani na kushinikiza pande zote mbili kukubali usitishaji wa mapigano zimegonga mwamba kwa mara nyingine. Hadi sasa mapigano yamekuwa yakiendelea. Utakumbuka kati wanatoka kwenye mataifa yao kwenda Istanbul kwa ajili ya mazungumzo, mataifa yao yalikuwa bado yanashambuliana. Bado vita vinaendelea. Yes, kwa sababu Ukraine alitumia pia ndege zisizokuwa na rubani, zile drones, kwenda kufanya mashambulizi pia kwenye kambi za kijeshi za Urusi. Kwa hiyo athari ambazo pia zimekuwa zikionekana bado ni dhahiri katika haya masharti makuu matatu. Kwani anayetaka sana kumaliza huu mzozo ama hii vita ni Ukraine ama ni Urusi? Au wote kachoka. Ukraine kachoka, lakini bado napewa masharti mazito. Masharti ndio tatizo sasa liliopo. Unajua kwa sababu najaribu kujiuliza Sam kwamba kama Ukraine kachoka na Urusi anaona kabisa kwamba Ukraine kafanya nini? Kachoka. Kwamba ina maana moja kwa moja inahitaji suluhu ya amani kupatikana na kusitisha vile vita. Kwa nini anamwekea masharti mazito ambayo wakati mwingine inawezekana kwenye kuyaamua ni magumu kwake? Kwa sababu najaribu kujiuliza kwamba unamwambia asitishe kuomba ama kupokea misaada hasa ya silaha. Maana asilimia kubwa wanaomsupport wanampa silaha kwa ajili ya kuendelea kupambana. Ina maana abaki mweupe. Je, unamwaminishaje kwamba baada ya yeye kukubali kuto kupokea ile misaada ya hizo silaha hautakuja kumshambulia kwa shambulizi la kushtukiza na yeye akawa hana silaha za kutosheleza kushambuliana na wewe? Kwa nini tusifikie tu muafaka pasipo kuwekeana haya masharti magumu? Tuwe na masharti kwamba bwana naye tusipigane sasa. Tusitishe kwa sababu tumeshaona tumeharibu miundombinu huku na huku, tumeharibu raia wetu, tumepoteza maisha huku na huku, basi hebu tuishie hapa. Pasipo kuniambia mimi kwamba nisipokee misaada ya silaha. Pengine sina silaha za kutosheleza, ndio lote linaweza kutokea. Nadhani katika mapendekezo yote ni magumu kwa namna moja ama nyingine katika utekelezaji. Kwa sababu yalikuwa kama matano hivi. Wakiachia tu hayo ya kumtaka pia Ukraine asijiunge na jumuiya ya NATO ya nchi za kujihami, lakini pia Urusi inamtaka Ukraine awe na ukomo wa ukubwa wa jeshi lake. Na sharti la tano
ni kumtaka pia Ukraine aitambue lugha ya Kirusi kama moja ya lugha rasmi nchini mwake. Kwa ni masharti ambayo unayaona kabisa kama una taifa ambalo lipo na lina uhuru wa bendera na linajitegemea pia, unaona masharti ambayo ni magumu kwako. Yaani leo kuna mtu anakuja kutushinikiza aseme sasa achaneni na Kiswahili, itabidi mzungumze lugha fulani au Kiingereza au mzungumze Kikuyu. Au kwa mfano kama Uganda, basi Idi Amin angesema bwana, kwanza leo pia Kiswahili mimi naondokana nacho, mtazungumza Chiganda huko. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo ni masharti ambayo sio rahisi kwa mtu yeyote kuweza kukubaliana nayo, na hataweza kukubaliana. Hasa haya matatu makuu ambayo nimeyazungumza mwanzo. Ukraine kusitisha juhudi zake za kuomba msaada wa mataifa magharibi, lakini pia pendekezo la kufanya uchaguzi na sheria zake za kijeshi na kujiunga na NATO. Haya mengine ni kama vile tu ya nyongeza, lakini hayo pia na uzito mkubwa sana unajua ambayo yanafanyika. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo ni mzigo mkubwa wakati unatarajia mazungumzo yao yenye kukubaliana, na unajua hakuna namna ya kusitisha vita hivi Felista zaidi ya mazungumzo kama mezani. Kwa sababu kisha kubaliana tu wote wawili, pande zote hizi mbili, ina maana hapo hakutakuwa tena na vita. Na katika vita hivi ina maana mshindi atakayetoka pale ni kwamba tayari aliyekubali kakubaliana na masharti ya mshindi wake. Kwa hiyo kama atamwambia Russia basi tuyamalize, ina maana haya yote takriban masharti 5 ayazingatie na ayatekeleze pasavyo. Kwa hiyo vita imetoka sasa, imehama kutoka kwenye kipande mwanzo ilivyoanza miaka 3 iliyopita nyuma, kutoka kwenye kipande cha ardhi ilichokuwa nakitaka mpaka nchi sasa mpaka imekuwa kwenye utawala wote uwe. Kwa mantiki hiyo ina maana Zelensky hata kuwa tena na nchi ya kuweza kuiongoza. Ina maana nchi itaongozwa na Urusi. Itakuwa tayari ni mmoja kati ya nchi mojawapo ambayo ipo kwenye taifa la Urusi. Either itakuwa sasa ni mkoa ama jimbo ama wataichukua na kuita kama nini. Kwa hiyo ni maamuzi ya kwao. Ina maana hapo sasa unaona wazi namna ambavyo Putin anaitaka Ukraine kuwa sehemu ya nchi yake. Sasa ni bora angeomba waungane kama tulivyoungana sisi na Zanzibar. Ukraine unajua na sasa kuliko Ukraine na nchi za magharibi zimekataa haya mapendekezo yote 5 hata ingekuwa ni mimi mwenyewe binafsi nakataa. Haya ni nini? Nafikiri kwanza sione suluhisho la mgogoro wenyewe haipo Ukraine pamoja na Russia, siuone kwa sababu ya tunasema masharti kuwa magumu. Sababu unaposema kuna ukomo wa jeshi, maana yake tayari ni kama unamtawala mtu na unampangia maelekezo ya nini cha kufanya. Lakini unaposema usijiunge na NATO, wewe ni nani kwenye nchi yangu mpaka nisijiunge na NATO? Lakini kwa nini unizuie nisiombe misaada ya kijeshi? Mimi najilinda kama sehemu ya nchi yangu. Lakini huwezi ukasema kwamba nisikue misaada ya kijeshi. Uwe na ukomo wa kijeshi, uwe na ukomo wa kijeshi. Utakapotia saini nisifanye milolongo yote hii kwamba sasa ndio tumemaliza vita rasmi. Kwa hiyo nafikiri Urusi bado ana vikwazo vigumu vizito ambavyo havina viashiria vya kumaliza vita yenyewe. Lakini ukimwangalia Ukraine yuko tayari, lakini kwa masharti gani? Yaani ni lazima masharti yao ya mizania inayofanana, yaani Ukraine pamoja na Urusi, kwamba tufananishe mizani yetu kwenye makubaliano yetu, tuelekee sasa kwenye kuvimaliza hivi vita. Hakuna haja ya kuwa na milolongo mizito kiasi hicho, migumu kiasi hicho, ili tuweze kumaliza vita. Yes, nakubali sasa nisitishe kuomba misaada, nisitishe kujiunga na jumuiya ya NATO. Unataka mimi nitumie lugha ya kwako kutokea pale Urusi, nitumie. Yani ni kama sasa ukoloni mamboleo kutoka Urusi kuelekea Ukraine. Ndicho ambacho anataka kukifanya Putin. Yani anataka kumtawala mwenzake kwenye ardhi yake. Yani kwamba ni wewe ukubali mimi nikutawale kwa vyovyote vile. Yani unapomwambia mtu mpaka awe na ukomo wa ukubwa wa jeshi, ina maana unataka kumpangia maisha ya nyumbani kwake. Yaani unaenda nyumbani kwake afu unataka kumpangia namna ambavyo anatakiwa kuishi. Mimi sioni kama unavyosema Mabaro, sioni kama Urusi na nia ya kumaliza hivi vita. Lakini mwisho wa siku najaribu kujiuliza kwamba what if kama Ukraine atashinda hivi vita? Kwa namna ambavyo si hawataki, yani inavyoonekana kama vita hawataki vita. Yani wanataka waonyeshane ubabe mpaka kwamba tuonekane mwenye nguvu ni nani. Felista, kwenye kuimaliza hii vita kama unasema bado ni mfupa mgumu, na nafasi ya Ukraine pia kuimaliza ama kushinda hii vita ni nafasi pia bado ni ngumu sana. Hata kama atakuwa ameingia kwenye jumuiya ya mataifa ya kujihami NATO na akaanza kupata msaada kutokea huko, Russia kumbuka naye ana watu wake unajua wanaomuunga mkono. Itageuka kuwa vita ya kikanda.
sababu Ukraine ataanza kupata msaada wa kijeshi na nguvu itaongezeka ya kifedha na ufadhili wa kutosha tu. Kwa upande wa Russia pia. Ambapo yeye pia katika moja kati ya sharti ambalo anasisitiza Urusi ni kwamba usijiunge na NATO. Maana kujiunga na NATO, na kwenye mazungumzo yake waziri wa mambo ya ndani wa Urusi alikuwa anasema kitendo cha Ukraine atakapokubaliwa kuwa mwanachama wa NATO ni anachochea moto mwingine. Yaani ni kama umechukua tena njiti ya kiberiti nyingine umewasha kwenye msitu. Kwa hiyo hawataki hilo jambo litokee. Kwa hiyo kishakuja sasa vita vya kikanda ndio kusambaa kwake. Kwa sababu Russia na watu wake na wanaomuunga mkono Kim Jong Un wapo pale kutoka Korea Kaskazini wanaungana naye mkono. Mataifa magharibi yapo yanamuunga mkono Ukraine, baadhi ya mataifa kutoka Ulaya yanamuunga mkono, lakini pia Ufaransa unamuona yupo pamoja na Russia. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo vita itazidi kupanuka na haitakuwa tena hivi ambavyo tunaishuhudia leo kutoka kwenye majeshi, kwa sababu unajua Urusi mpaka sasa hivi hajapata athari ya raia wake zaidi ya Ukraine ambaye raia wake wameshaathirika, makazi yameshaathirika. Lakini mpaka sasa hivi ukiona mashambulizi yanayofanyika zaidi lilikuwa ni shambulio ambalo alifanya kwenye daraja nadhani na kwenye mashamba. Ndio alileta uharibifu kidogo, mashambulizi makubwa yale ambayo yalienda sasa kwenye huduma za kijamii. Lakini hata drones za jana kwa mkia usiku wa leo nadhani au wajuzi kwa mkia jana haujaleta athari yoyote ile zaidi ya kupiga kwenye kambi zile za kijeshi. Kwa hiyo ni vita ambayo naona kama ya kawaida kwenye jeshi ni ya kawaida. Lakini NATO atakapotia mguu, na kama ilivyo sheria yao ni kwamba tunakuunga mkono moja kwa moja kwamba ni mwanachama wetu. Pindi unapoingiliwa tu na taifa lolote lile, sisi tunasimama na wewe moja kwa moja. Yaani haikwepeshi. Ina maana ni majeshi kutoka Marekani, kutoka Switzerland ambao wapo katika umoja wa kujihami wa NATO, wanaingia moja kwa moja, wanakuja kukusaidia wewe. Washirika wake na Urusi hawatokaa kimya. Watatoka. Vita itasambaa ya kikanda, mwishowe tutaanza kushuhudia mengine. Sawa, tuhitimishe hivyo. Ngoja tusubiri, haijazungumzwa duru nyingine itakuwa ni lini. Ila masharti hayo sasa sijui anaenda kuyatafakari Ukraine. Hakuna cha kuona naridhia tarudi. Kama nilivyosema jana, kila kitoboi na hii vitoboi. Wala sina haja ya kutafakari. Hapo ngumu.